chuo cha elimu ya aina yenu kama hakina research consultancy, hapo hakuna kitu. Lakini nimefurahi kusikia kwamba mna tafiti, na huko serikali tunahitaji sana tafiti hizi. Ndugu mwenyekiti wa baraza, matunda ya kikao hiki yanategemea sana mtakaojadili na kukubaliana kwa pamoja na kisha kuamua kuyatekeleza kwa ukamilifu. Mada mlizojipangia ni mzuri na za msingi kwa maendeleo ya ofisi yenu. Rai yangu kwenu ni kuwa majadiliano yenu yatawaliwe na hekima, busara na uwazi na maelewano kama nilivyosema, ndipo mtatoa maazimio yenye tija. Niwaombe nyie mliopata fursa ya kuja hapa kuwawakilisha wenzenu, yale mazuri yatakayoongelewa hapa tukashare na wenzetu walioko kule nyuma tuliowaacha. Ni matarajio yangu kuwa mtatumia fursa hii vizuri ya kujadiliana na hatimaye kuishauri serikali vizuri. Baada ya kusema hayo, sasa natamka kwa baraza la 6 la wafanyakazi la Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania limezinduliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Sisi kama Chuo cha Utumishi wa Umma, hicho ni kipaumbele chetu, kwamba tunatoa huduma zetu kwa kutumia mifumo, na mifumo yetu inasomana karibu na mifumo yote sasa hivi. Mifumo mingi tunasomana nayo, lakini pia mafunzo yetu sasa hivi tunayatoa kwa njia ya mtandao. Kuna mafunzo mengi tumeanza tunatoa kwa njia ya mtandao, lakini pia ni matarajio yetu kwamba mafunzo mengi zaidi tutaendelea kutoa kwa njia ya mtandao, na hivi karibuni tunaingia kwenye mashirikiano na taasisi mbalimbali ili tuweze kutoa mafunzo ya AI kwenye utumishi wa umma, namna AI inavyofanya kazi ndani ya utumishi wa umma. Tunajua utumishi wa umma una mambo mengi na una nyanja nyingi, na AI inaweza ikatumika kwa nyanja tofauti kwa kila aina ya tasnia. Wahasibu wataitumia AI katika uhasibu wao, lakini pia watu wa HR wataitumia wao katika nafasi yao, watu wa manunuzi hivyo hivyo. Na sisi kama Chuo cha Utumishi wa Umma ambayo tumepewa jukumu la kupika watumishi, tumejiandaa na hilo pia, kwamba lazima tutoe mafunzo ya AI kuwasaidia hawa watu waendane na mabadiliko ya sasa. Najua AI ina changamoto nyingi, na kama mnavyofahamu kwamba kuna AI ambayo ukitupia document na kuletea na majibu. Sasa kuna swala la usalama, na hili nalo tunaliangalia namna ya kulitolea mafunzo ili kwamba matumizi haya ya AI yasikiuke miko na maadili ya utumishi wa umma. Utumishi wa umma una misingi yake, lakini kupitia AI tusipoangalia tutajikuta tunaharibu misingi ya utumishi wa umma. Na hivi natoa wito tu kwa watumishi wa umma nchini, kama mkuu wa Chuo cha Utumishi wa Umma, kama chuo ambacho kazi yake ni kutengeneza watumishi wa umma, kama chuo ambacho kazi yake ni kutoa mafunzo kwa watumishi wa umma, ninasisitiza tuzingatie maadili ya utumishi wa umma hata wakati tunatumia hizi mifumo ambayo tunayo ya AI. Bila kuzingatia hilo, tutajikuta utumishi wa umma uko nje. Siri zote za wazi zinatoka bila taratibu. Kwa maana hiyo, kama mtumishi wa umma tuzingatie hilo, tuone vitu gani vya kutoa na vitu gani si vya kutoa kwenye utumishi wa umma. Na hata ninyi waandishi wa habari, nafikiri iko haja ya kuliona hilo, kwamba hata habari zingine zinapotoka basi ziangaliwe, zichujwe vizuri, ili kuna yale ambayo yanakiuka maadili ya utumishi wa umma, basi hayo yasiweze kutoka. Tutoe yale ambayo yanaweza, kwa sababu kwenye utumishi wa umma habari ina ngazi. Kuna nyingine ina siri, nyingine siri ya juu. Sasa hivi vitu vyote hivi kwenye AI tusipoangalia, tutajikuta vyote navyo vinaingia kule. Kwa hiyo ni jukumu la Chuo cha Utumishi wa Umma kuhakikisha kwamba watumishi wanaelimishwa kuhusu matumizi ya AI. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.